Karibu sana katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho kwa watu wote na dini zote. Siku ya leo tunaendeleza na mwendelezo wetu wa somo zuri, usiku wa manane. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, unaweza ukalitafuta somo hili la usiku wa manane, alafu ukajifunza kupitia somo hili na utapata kitu cha kuweza kuomba nacho katika maisha yako. Leo nimezungumza katika kipindi kilichopita kwa habari ya siri iliyofichika ya usiku wa manane, lakini leo ninazungumza kwa habari ya vipengele vya kuombea usiku wa manane, vipengele vya kuomba navyo usiku wa manane, na tutaanza kujifunza kama ifuatavyo, na Mungu akupe neema kuweza kuelewa katika ulimwengu wa roho. Kitu kimoja, ombi langu moja kati naanza kufundisha vipengele hivi. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, ni kupongeze kwa hatua hiyo nzuri ya kuingia kwenye channel hii. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Na ili uwe unapata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka katika channel yetu pendwa Apostle Katambi, unaweza ukachukua muda huu dakika chache, sekunde chache, kubonyeza maneno subscribe, ili tunapotuma vipindi vyetu unavipata kwa wakati na kwa muda mwafaka. Asante sana, na kama una jambo lolote unaweza kuweka comment yako hapo chini kama umenielewa, na kama umenielewa weka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Leo tunaanza kujifunza kama ifuatavyo, na Mungu ni mwaminifu aweze kutusaidia kuweza kukamilisha jambo hili. Nafundisha vipengele vitakavyokusaidia kuomba katika usiku wa manane. Maombi ni mbinu, maombi ni mikakati itakao kusaidia kuweza kuomba usiku wa manane. Kuna watu wengi wanaomba maombi ya usiku wa manane, lakini kuna watu wengi hawajapata matokeo mazuri. Wengine wakitoka kwenye maombi wanakutana na mashambulizi kwenye biashara, wanakutana na mashambulizi kwenye kazi, wanakutana na mashambulizi kwenye uchumi, lakini vita hiyo imeanza usiku wa manane. Kwa hiyo ukisoma katika Yakobo, maandiko yanasema maomba, lakini maomba vibaya. Kuna kuomba maombi ya usiku wa manane, lakini kuna kuomba vibaya. Kwa nini nafundisha vipengele vitakavyokusaidia ili wachawi au wakuu wa giza usiku unapoomba wasikushambulie. Kumbuka na wao pia wanashambulia. Ndio maana unapoenda kuomba unasikia usingizi mzito, unapoenda kuomba unapiga miayo, unapoenda kuomba unasikia uchovu, na wao katika ulimwengu wa roho huwa wanashambulia. Kwa kipengele cha kwanza kitakachokupa uhalali wa kuingia katika ulimwengu wa roho kuweza kuomba ili wasikuzuie, wasikupinge, kipengele cha kwanza kitakachokusaidia katika ulimwengu wa roho, kabla haujaingia kwenye maombi, hakikisha upo katika maisha matakatifu. Hakikisha kabla hujaingia kwenye maombi haya ya usiku wa manane, hakikisha pointi ya kwanza uwe katika maisha matakatifu au maisha ya kumpendeza Mungu aliye hai. Kwa nini? Ni tatizo kubwa sana unapoingia kwenye maombi hatari kama haya vita, alafu ukiwa katika hali ya dhambi. Maana yake katika ulimwengu wa roho ukiwa katika hali ya dhambi, ni vyepesi sana kukushambulia wachawi, wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Unapotenda dhambi unakuwa ni nje na anga la Mungu. Kuna anga la giza na kuna anga la nuru. Kwa unapotenda dhambi unakuwa kwenye anga la giza. Kwa uwezo ukapiga wa giza akampiga giza, lazima mmoja awe katika anga la nuru, mwingine awe katika anga la giza. Kwa wengi wanapoingia maombi ya usiku wa manane huwa hawajaingia
kipengele cha kwanza cha toba, omba rehema. Katika eneo unaloishi, omba rehema. Katika ardhi unayoishi, omba rehema. Kwa nini? Unapoomba rehema kwenye hiyo ardhi, huwa unawakatia mawasiliano katika ulimwengu wa roho wasiweze kukushambulia katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukatumia maandiko yafuatayo ili kuomba rehema. Kipengele cha kwanza ni kuomba rehema katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukatumia maandiko yafuatayo: kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, sema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, ndipo nitakaposikia toka mbinguni na kuiponya nchi yao. Rehema inafungua malango yako ya ushindi ya usiku wa manane. Baada ya kujitakasa, ndipo maandiko yanasema Mungu anakuwa pamoja nasi. Mungu anakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo ataagiza malaika zake wawe pamoja nawe kwa sababu ya toba. Kwa kipengele cha kwanza ni toba kabla hujaingia usiku wa manane, maombi ya usiku wa manane. Kipengele cha pili tunaenda baada ya kuomba rehema au toba katika ulimwengu wa roho. Unapoingia katika maombi hayo, kipengele cha pili unachotakiwa kukiomba, mtu wa Mungu, unapoingia katika maombi haya, lazima uweke ulinzi katika eneo ambalo uko nalo au eneo unaloenda kuombea. Lazima uweke ulinzi. Kwa nini uweke ulinzi? Wakati unapoenda kushambulia usiku wa manane, wao pia na wenyewe wanashambulia. Na kumbuka, wewe wanakuona, wewe uwaone. Inawezekana wewe hujawaona, wao wanakuona kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo cha kwanza kitakachokupa ulinzi. Hatua ya pili, kipengele cha pili kinachokupa ushindi kwenye maombi haya, weka ulinzi kwenye anga lako la kiroho. Ulinzi huu utagawanyishwa katika maeneo makuu yafuatayo. Eneo la kwanza, katika ulimwengu wa roho, ulinzi unawekwa kwenye anga lako la kiroho. Unafunika anga lako la kiroho. Ukisoma katika maandiko, Zakaria sura ya 2 mstari wa 5. Maandiko Zakaria sura ya 2 mstari wa 5. Maandiko yanasema Bwana atakuwa ukuta wa moto kukuzunguka pande zote, na huo utukufu ulio ndani yake. Kwa Mungu unaweka ulinzi kwenye anga lako la kiroho, anga lako la kiroho. Ayubu sura ya 2, Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Shetani anamwambia Mungu kwamba wakati anaenda kumshambulia Ayubu, Shetani anamwambia Mungu kwamba huyu Ayubu yumcha Bwana bure. Wewe si umemzingira kwa ukigo pande zote, umemzingira kwa ukigo pande zote na mali yake umeibarikia. Kwa tunaona Ayubu anafanikiwa katika ulimwengu wa roho. Ayubu anafanikiwa kupambana vita vya kiroho kwa sababu anga lake lilikuwa na ulinzi wa Mungu wa mbingu na nchi. Anga lake lilikuwa na ulinzi wa Mungu wa mbingu na nchi. Nasema mtumishi, unafundisha nini? Ngoja tuangalie ya kwamba wengi wanapoenda kushambuliwa, anga lako likiwa liko wazi, hata kama uko umeomba rehema, umeomba toba, lakini anga lako likiwa liko wazi, wanaweza kushambulia katika ulimwengu wa roho. Kwa cha kwanza, jiwekee ulinzi kwenye anga lako la kiroho. Hiyo ni hatua ya pili nafundisha ya ulinzi. Hatua ya tatu ya ulinzi, kipengele B cha ulinzi, tumia malaika wa vita kwenye ulimwengu wa roho. Hapo kabla hujaomba kuwapiga wale wachawi, kuwaangamiza, kuwateketeza, kuwafutilia mbali, tumia malaika wa vita katika ulimwengu wa roho kukulinda wewe na pia kuwaagiza waende kwenye ngome za adui ili kushambulia. Kwa hiyo hatua nyingine B ni kujiwekea ulinzi wa malaika wa Mungu wa kuzingire pande zote kabla hujaenda kushambulia hizo falme za giza, kabla hujaenda kushambulia hizo madhabahu za giza. Tuma malaika ulinzi wa kuzingire pande zote, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Unaweza ukatumia andiko lile la Zaburi sura 34 mstari wa 7. Zaburi sura 34 mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wauchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wachao
na kuokoa. Kwa unaweza ukatumia andiko hilo na likakusaidia katika maisha yako na katika nafsi yako, katika kushambulia ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo tunaanza kuona, kabla hujapeleka kushambulia giza, cha kwanza weka ulinzi kwa ajili ya maisha yako. Na cha tatu, sehemu C. Kumbuka ni sehemu ya pili, nimefundisha sehemu ya kwanza ulinzi kwenye anga, ni sehemu ya pili ulinzi wa malaika. Sehemu ya tatu, sehemu C, ni sehemu tu ya sehemu ya tatu, sehemu C, unatumia damu ya Yesu. Ulimwengu wa roho, damu ya Yesu ina nguvu sana kujifunika, ili unapoenda kushambulia usipate malipizi usiku wa manane. Kwa tumia damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho, unainyunyiza, unaifunika, unajifunika kwa damu ya Yesu, unainyunyiza kwa damu ya Yesu, unajifunika kwa damu ya Yesu, unafunika pande zote, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, hata malango uliokuwepo, nyumba uliokuwepo, unafunika kwa damu ya Yesu aliye hai. Pia sehemu D ya kuombea kwa habari ya kabla hujashambulia, sehemu D ya kuombea. Kumbuka tu sehemu ya pili, lakini kipengele D. Kipengele cha kwanza nimesema unaombea anga, hiyo ni kipengele A. Kipengele B nimesema unaomba malaika wa vita wa kulinde. Kipengele C, unatumia damu Yesu, unanyunyiza kwenye malango yako, kwenye njia zako, kwenye anga lako, unaweka ulinzi wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kumbuka haya maombi unaomba hivyo, bado hujashambulia, bado hujamgusa ngome ya adui, bado hujapambana ngome ya adui. Unaomba ulinzi hapo tu kwenye eneo la kwanza la kuomba ulinzi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia kitu ambacho kitaka wanachopia pitia kukushambulia sana, anga lako la ndoto. Anga lako la ndoto kwenye ulimwengu wa roho, huwa anapitia kwenye anga lako la ndoto ili kuachilia mabaya, kukushambulia, kukuzuia ili usiweze kuomba na usiweze kusimama katika maombi usiku wa manane. Kwa kwenye ndoto zako wanapita kuleta magonjwa kwenye ndoto. Ndio unaota kama unakula chakula, unaota uko unavamiwa, unaota uko unashambuliwa. Ni kweli katika ulimwengu wa roho wanashambulia kupitia anga lako la ndoto katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kwa wanashambulia kupitia anga lako la ndoto katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaanza kuona hapa, bado haujaomba chochote. Hapa bado hujapeleka shida yako. Hapa bado hujapeleka hitaji lako. Hapa bado hujapambana usiku kuangusha ngome za maadui wanaokushambulia. Uko kwenye eneo sehemu ya pili ya kuweka ulinzi. Lakini pia unatakiwa kuweka ulinzi, kuifunika nafsi yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kabla hujawashambulia, pia unatakiwa kufunika nafsi yako kwa damu ya Yesu. Unaitamkia, nafsi yangu na kufunika kwa damu ya Yesu, nafsi yangu na kuzungushia ulinzi wa damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Hapo bado hujawapiga wachawi, bado hujawashambulia usiku wa manane, bado hujawashambulia wachawi, bado hujawapiga wachawi. Unaweka ulinzi kwenye nafsi yako katika ulimwengu wa roho, unaizingiria, unaizingishia, unaizungushia ulinzi wa damu ya Yesu nafsi yako katika ulimwengu wa kiroho. Na hapo bado hujaingia kwenye maombi ya kuweza kuomba kushambulia wachawi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaanza nafsi ile, unaiachilia damu Yesu kufunika nafsi yako katika ulimwengu wa roho ili wasikushambulie. Ukaingia kwenye maombi ya vita wakakushambulia, nafsi yako lazima ifunikwe kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Hicho ni kipengele na chenyewe katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia tunaendelea pamoja kufunika nafsi yako katika ulimwengu wa roho ili wasikushambulie. Nafsi yako umeifunika kwa damu Yesu. Bado wanaweza kupita kwenye njia nyingine ambazo wanaweza kukufuatilia katika ulimwengu wa roho. Wanatumia jina lako ili kukushambulia. Wanakuita kwa jina, wanakutamkia kwa jina kwenye ulimwengu wa roho ili kukushambulia nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Kwa wanatumia pia majina, wanakuita pia kwenye jina. Hivi vyote tunajifunza, hatujaingia kwenye kuomba, hatujaingia kwenye kuwapiga. Lazima ufunike jina lako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika maombi ya usiku wa manane. Okay, hapa tumeishia hapa. Naomba unifuatilie somo lijalo, tafundisha namna kuwasambaratisha hawa wachawi, vitu muhimu sasa vya kuwapiga, kupeleka mashambulizi
kwa adui. Maana tumejifunza eneo la kwanza ya kwamba namna kuweka ulinzi kwako. Kwa tutaenda eneo la pili, namna kuwashambulia. Ili uwe wa kwanza kupata somo letu na vipindi vyetu, unaweza kusubscribe channel hii na ukalike channel hii. Weka comment yako hapo chini kistaarabu. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.